Basi ni kukaribishe tena kwenye mwendelezo wetu wa masomo, somo linalosema unaweza kuishi bila kufanya ngono. Leo tuko sehemu ya 10 kwenye mfululizo wa masomo yetu. Kama unanifuatilia vizuri, somo la 8 na la 9 tulikuwa na mada kidogo tukiangalia kwamba hivi kwenye mpango wa Mungu kuhusiana na taasisi inayoitwa ndoa, kwa sababu yeye Mungu ndiye mwanzilishi. Hivi alikuwa amepanga kweli mwanaume mmoja aoe mwanamke zaidi ya mmoja? Sasa rafiki yangu, kama hujaisikiliza sehemu ya 8 na ya 9, ni kuombe hebu rudi upate muda uisikilize sehemu ya 8 na ya 9. Lakini sio tu sehemu ya 8 na ya 9, ukitaka upate mtiririko mzuri wa masomo yetu, anzia somo la kwanza. Tenga tu muda wako vizuri, tulia. Anza somo la kwanza, la pili, la tatu. Utakuja kuniambia kuna kitu kikubwa sana utajifunza kitakacholeta mabadiliko binafsi yatakayoleta matokeo chanya. Leo tuko somo la 10. Kwenye somo la 9 tuliambiana kwamba kwenye huu ulimwengu tunaoishi kuna aina 2 za dunia. Je, wewe uko dunia gani? Na usije ukafikiri kwamba wote tunaishi sehemu moja, ila tuna uwezo wa kuwepo sehemu moja. Naomba nirudie hili neno langu. Usije ukahisi kwamba wote tunaishi sehemu moja. Tuna uwezo wa kuwa sehemu moja, lakini tukaishi sehemu 2 tofauti katika eneo moja tulilopo. Eneo linaweza likawa moja, lakini tukawa tunaishi tofauti katika eneo moja tulilopo. Na ndio maana unavyojaji katika mtazamo wako inaweza isiwe sawa na anavyojaji mwingine kitu katika mtazamo wake. Sasa mitazamo yetu tulionayo sio mibaya, lakini mind you, isiende kinyume na mtazamo wa Mungu, kwa sababu sisi ni matokeo ya uchaguzi wa Mungu kutuumba kwa mapenzi yake. Na huyu Mungu alivyotuumba, alituumba akiwa ametupatia uhuru kichwani kwetu wa kuamua. Lakini uhuru Mungu aliotupatia wa kuamua una limit. Na nitatoa mifano ili unielewe. Kuna kitu mimi bado kinanisumbua kichwani, naendelea kujifunza. Mungu akinibariki nikikielewa vizuri, siku moja nitakifundisha. Kinaitwa democracy. Ni neno ambalo linanitesa. Huu ni mwaka wa 2 naenda, najaribu kujifunza kwa kina kuelewa maana ya neno democracy. Uhuru ni kitu kizuri, lakini uhuru usiokuwa na limit sio uhuru. Ili neno langu ni muhimu, nisikilize vizuri, nitatoa mfano. Nitoe mfano kwa ndege wanaopaa angani. Hawa ndege unaona wanapaa, Mungu aliwaumba wakiwa wanapaa. Hawaendi shule kusomea kupaa, na Mungu aliweka uwezo wa kupaa ndani yao. Hawa ndege wanapopaa kwenda juu, Mungu amewaruhusu wapae wanavyoweza, wanavyotaka. Lakini hapo juu kuna eneo ambalo Mungu anahitaji waishie. Kwa hiyo wameruhusiwa kupaa, wapae wanavyohitaji, wapae wanavyotaka, lakini kuna eneo ambalo hapa ni mwisho, usizidi. Ukizidi huku utakufa. Huo ni uhuru. Unaruhusiwa, lakini kuna limit. Takupa mfano wa pili. Mfano wa pili ni samaki. Samaki ameumbwa na Mungu, na Mungu amempa uwezo wa kuogelea. Samaki haendi kusomea kuogelea. Na Mungu anahitaji samaki aogelee anavyotaka, lakini akiwa ndani ya maji asisubutu kutoka. Huo ni uhuru. Ogelea unavyotaka ukiwa ndani ya maji, usitoke ndani ya maji. Na samaki akilazimisha akatoka, anakufa. Okay. Mfano wa 3 na wa mwisho. Mti. Mti umeruhusiwa ufanye unavyotaka, lakini ukiwa kwenye ardhi. Siku mti ukisema nimechoka kukaa kwenye ardhi, naomba nijing'oe, utakufa. Kwa hiyo ni kweli Mungu ametupa uhuru wa kuamua, lakini tunaamua nini? Ni kitu muhimu sana. Hatuamui tunachotaka. Kwa nini? Kwa sababu we unachotaka ni kipi? Nisikilize vizuri kwenye hii statement unielewe. We ukisema unaamua unachotaka, ni kipi cha kwako unachokitaka we unachokiamua? Mfano, Mungu amesema, Mungu wakati ameumba mwanaume mmoja aoe mke mmoja. Wakati Mungu anapanga mwanaume na mwanamke waoane, sio mwanamke na mwanaume na wanawake. Wewe ulikuwepo?
Unawezaje kuamua kwenye vitu ambavyo tayari vipo? Yaani unajiamriaje kuamua? Maana unapotaka wewe uamue unavyotaka, maana yake usivitumie vile ambavyo Mungu anavyo. Yaani kama Mungu ndo ameumba miti, mimea, Mungu akakwambia labda hiki usifanye, alafu unasema mimi naamua kufanya. Maana yake kama unataka uamue, kile unachoamua kwenda kinyume, ulikitengeneza wewe? Hapana. Ni cha kwako? Hapana. Sasa umeamua unavyotaka au umeamua kufanya kile ambacho mwenzio amekitengeneza, ila umeamua kufanya kinyume na unavyotaka? Na wakati unapoamua kufanya kinyume na unavyotaka, unafahamu kwamba unapoamua kufanya kinyume unavyotaka, unakiharibu kile kitu ambacho alikitengeneza kisifanyike hivyo. Yaani mtu ametengeneza hii iPad. Anasema hii iPad matumizi yake ni usiiangushe. Alafu unaichukua sema mimi naamua kuiangusha. iPad ya kwako? Hapana. Uliitengeneza wewe? Hapana. Unaiangusha wapi? Chini. Wewe ndio uliumba chini? Hapana. Huko chini ni kwa nani? Kwa Mungu. iPad ni ya nani? Mfano ya Mungu. Sasa hapo umeamua kitu gani cha kwako? Sisi binadamu duniani hatuna kitu cha kwetu. Sasa kama duniani hatuna kitu cha kwetu, Mungu anaposema ametupa uhuru, uhuru hupi? Nisikilize vizuri ninapokwenda somo la 8. Tuko kwenye ulimwengu mmoja, tuko sehemu moja, lakini tunaishi kwenye ulimwengu mbili tofauti. Uhuru ambao Mungu ametupatia sisi, tumegundua tuna uhuru tukiwa wazima hivi, tayari tumeshaumbwa. Wakati Mungu anataka akuumbe wewe unayenisikiliza sasa, wewe haukuwepo. Mungu hakuweza kukuuliza kabla. Yaani Mungu hakuwa anaweza kukuuliza Peter, nikuumbe nisikuumbe, kwa sababu haupo. Sasa ili akuulize ni lazima kwanza uwepo. Kwa hiyo mimi kuumbwa sikuchagua mimi. Mungu aliamua kwa mapenzi yake kuniumba, kwa sababu siwezi kuchagua kuumbwa wakati sipo. Kwa hiyo Mungu kwa kupenda kwake yeye mwenyewe tu, bila kulazimishwa, yeye mwenyewe tu kwa kupenda akaamua kuniumba. Alipomaliza kuniumba ndo ananiuliza sasa, Bwana, nakupa uhuru na wewe, maana mimi niliamua kukuumba bila ridhaa yako. Sasa uhuru naokupa ni huu. Mimi niliyekuumba nina namna unavyotakiwa uishi, maana we ni product niliyekutengeneza mimi. Uko tayari kuishi kwa maelekezo yangu au hutaki? Maana yake nini sasa? Ukisema sitaki, maana yake umekataa kuwepo. Maana ili uwepo lazima ufate taratibu zake aliyekutengeneza. Hivi kuna kitu gani duniani ambacho kimetengenezwa hakina maelekezo? Hakuna. Ukienda kununua gari lina maelekezo kwamba kila baada ya kilomita fulani mwaga oili, tairi upepo liwe na 40. Aliyeweka maelekezo yale ni aliyolitengeneza gari. Wewe ukiamua okay, amesema niweke petroli, mimi naenda kuweka dizeli, itaingia dizeli, utaua injini na gari litakufa, manake halitakuwepo. Kwa hiyo nataka uweke kichwani kwako pointi ya msingi sana, nimejaribu kuieleza kwa upana kwa sababu nataka iingie vizuri kichwani kwako, kwamba tunaposema tuko kwenye ulimwengu huu lakini tunavyoishi hatuishi sawa. Sizungumzii physically, sizungumzii external, nazungumzia sana internal. What are we thinking and deciding? Kwa sababu sisi tumeumbwa na Mungu. Mungu ana expect kabisa kwamba ili mimi Peter niweze kuwa mtu bora, sipaswi kuishi ninavyotaka, napaswa kuishi ninavyotakiwa na aliyenitengeneza. Na pindi ninapochagua kuishi kinyume na aliyenitengeneza, maana yake naamua kutokuwepo. Ili swala liko kwenye maisha ya ndoa. Ukiingia ndoa kinyume na Mungu alivyosema, utatandikwa kwenye ndoa, na ndoa inaweza ikakufanya kutokuwa na furaha, na siku moja utakuwepo kwa machungu. Chochote Mungu alichokikataza, ukiamua kukifanya, jua kabisa umechagua kutokuwepo. Sasa uchaguzi huko mikononi mwako, na wewe ndio wa kuamua. Nimeanzia huku mbali ili turudi. Ninaposema tuko kwenye ulimwengu mmoja lakini tunaishi tofauti, ninamaanisha nini? Fungua pamoja na mimi kitabu ambacho tumekisoma sana kuanzia somo la 8, la 9 na hili la 10, kitabu cha Mathayo 19 fungu la 3.
Leo nitaisoma kwa upana, nisikilize vizuri. Nimeanza kufanya hii clarification huku nyuma ili uweze kupata picha ya nini nataka ujifunze. Naomba nirudie kidogo. Wewe unayenisikiliza sasa, una uhuru wa kuishi unavyotakiwa, sio uhuru wa kuishi unavyotaka. Kwa sababu kipindi unapoamua uishi unavyotaka, je, unachokitaka wewe umekitoa wapi? Ndio maana kuna wakati mimi naangaliaga binadamu nashindwa kuelewa. Yaani mtu anakuambia Mungu mimi Mungu hapana, mimi naishi ninavyotaka. Okay, oksijeni unaovuta ni ya kwako? Hapana. Uliitengeneza wewe? Hapana. Hapa duniani unakoishi ni kwako? Hapana. Ulipatengeneza wewe? Hapana. Unavyotaka wewe, unafikiri unavyotaka wewe maana yake nini? Uwe unafanya vitu vyako wewe. Kwa hiyo jiumbie dunia yako, jitengenezee oksijeni yako, jipatie umbile lako, toka kwenye hii dunia. Hapo ndivyo unavyotaka wewe. Lakini pindi unapokuwa kwenye hii dunia, yuko aliyekuumba uwepo. Kwa hiyo upaswi kuishi unavyotaka. Unapaswa kuishi anavyotaka, maana yeye alikuumba. Kama Mungu hakupendi, asingekuumba ili akuzuie. Kama Mungu hakupendi, alikuwa na uwezo wa kutokukuumba usiwepo kabisa. Kwa sababu anakupenda, alichagua kukuumba bila wewe kuamua. Sasa usalama wako wewe, ishi kwenye taratibu zake yeye. Kwa sababu kama alikuwa hakupendi, usingekuwepo. Kitendo cha kukufanya uwepo, unafikiri Mungu akikukataza kitu anakunyima nini? Kwa sababu yeye ndo alikufanya uwepo, hawezi kukunyima kitu. Kwa sababu kama angekuwa anataka kukunyima, asingekuumba. Lakini kwa sababu alikuweka duniani, kitendo cha kuwa duniani, mshukuru Mungu, alafu jivunie kufata taratibu zake. Maana yake uko sehemu salama, kitendo cha kuwepo, maana amekuchagua uwepo. Achana na dhana potofu za watu wengi, eti naishi ninavyotaka, mimi unibabaishi. Mimi ningekuwa Mungu hapa duniani, ubinadamu mngekaa sawa. Ukishaanza tu ngongongongo na kuulia mbali. Lakini Mungu hayuko hivyo. Hiyo ni bahati sana. Na kuna watu mnajivunia kweli, mnajisikia, mnajikuta wakati leo usiku ukilala huna uhakika kama asubuhi unaweza kuamka. Hata leo huna uhakika kama siku inaweza kuishi. Maisha yako wewe unayenisikiliza sasa yako mikononi mwa Mungu. Halafu utake kuishi anavyotaka, unataka kuishi unavyotaka. Twende tuangalie kwenye concept ya ndoa. Dunia moja ila tuko kwenye concept mbili tofauti. Kitabu cha Mathayo 19, kama umenielewa utangulizi tutaenda pamoja. Fungu la 3 nitasoma mpaka la 12. Nitaenda spidi, alafu tutakuja kuchambua vitu vichache humo ndani. Fungu la 3. Haya ni mazungumzo kati ya Yesu na Mafarisayo. Lakini hapa ndani kuna wahusika wakubwa watatu tutawaona. Kuna Yesu, kuna Mafarisayo na kuna Musa. Nisikilize vizuri. Tuanze. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu?" Ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, "Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke?" Fungu la 5. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Fungu la 6. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Fungu la 7. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Hapa ametajwa Musa, fungu la 7. Fungu la 8. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Fungu la 9. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, kazini, naye amuoe yule aliyeachwa azini. Fungu la 10. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa. Fungu la 11. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Akawataja hao waliojaliwa. Kundi la kwanza, maana wako matoashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama yao. Toashi ni mwanaume asiyekuwa na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, hana uwezo huo. Kwa hiyo wako waliozaliwa wakiwa hawana uwezo huo. Kundi la pili, tena wako matoashi waliofanywa na watu kuwa matoashi. Hawa ni wale ambao wamehasiwa, mfano Danieli alihasiwa. La tatu, tena wako
Tena wako matoashi waliojifanya kuwa matoashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu awezaye. Wapo waliojifanya kuwa matoashi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Matoashi wako wa aina tatu, lakini mimi nataka tuangalie kwanza ulimwengu. Sasa nisikilize. Hapa kuna Musa na kuna Yesu. Sikilize vizuri. Kuna Musa, kuna Yesu. Usisahau. Yesu ni Mungu. Biblia inathibitisha hivyo. Kwa sababu ukisoma Mwanzo 1 fungu la kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Utakuta kuna mwanzo, kuna Mungu, kuna mwanzo, kuna kazi. Ukienda waraka wa kwanza wa Yohana 1 fungu la kwanza mpaka la 4, la 3 hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa yeye, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Ukishuka chini fungu la 14, naye neno akafanyika mwili. Sasa kuna Yesu na kuna Musa. Wanakwenda kwa Yesu kwa sababu Musa alishakuwa amekufa, miaka mingi imeshapita mpaka Yesu anazaliwa. Wanaenda kumuuliza Yesu kwamba Yesu, sasa hivi kwenye ulimwengu tunaoishi sisi, swali wanaenda kumuuliza Yesu, sasa hivi kwenye ulimwengu tunaoishi duniani tunaruhusiwa kumwacha mwanamke, lakini hebu tusaidie ili tuweze kuacha vizuri, tunaruhusiwa kumwacha kwa sababu yoyote? Yesu anavyojibu, hajibu kwenye ulimwengu wao. Yesu anaambia, sasa sikilizeni, msiishi kwenye ulimwengu huu, rudini kwenye ulimwengu ambao Mungu alitaka. Kuna ulimwengu tulionao na kuna ulimwengu ambao Mungu alitaka uwe. Ndio maana Yesu anawarudisha mwanzo. Anasema, sikilizeni, kwani ilikuwa hivi tangu mwanzo? Ni vipi? Hamuoni mwanzo Mungu alimuumba mtu mke na mtu mume? Hamuoni mwanzo Mungu alisema utawaacha wazazi wako, utaambatana na mkeo? Hii kuachana mmeitoa wapi? Hii kuachana sio mpango wa Mungu. Mungu hakupanga kuachana. Huu sio ulimwengu wake. Mungu hakuplani ndoa watu waachane. Hapana, kwa sababu Mungu hawezi kutengeneza ili tuachane. Mungu alikuwa ametengeneza taasisi ya kudumu endelevu. Je, nini kinasababisha tuachane? Ni Mungu? Hapana. Nini kinasababisha tuachane? Ni swali la msingi sana kujiuliza. Kwa nini leo tunapeana talaka na kutengana? Shida ni nini? Je, Mungu aliitengeneza taasisi ya ndoa ili tuachane? Okay, kama Mungu hakutengeneza taasisi ya ndoa ili tuachane, kwa nini tunaachana? Nini sasa tunahitaji? Tunahitaji kuachana au tunahitaji kujifunza sababu zinazosababisha tuachane ili tusiachane, na tusipoachana maanake tumerudi kile Mungu alichokuwa anakihitaji. Naomba nirudie tena. Kwa nini tunajifunza? Kwa nini tunaachana? Ni swali la msingi, wakati Mungu hakuanzisha ndoa ili tuachane. Mungu hakuanzisha taasisi ya ndoa ili tuachane. Okay, kwa nini tunaachana? Kwa sababu kuna kitu hakiko sawa kinachotufanya tuachane. Je, hiki kitu ambacho hakiko sawa tuna uwezo wa kukitatua ili tusiachane? Mafarisayo wanakwenda kwa Yesu wakiona kuachana ni kawaida, na wanaambia, Bwana, sisi tunaachanaga tu, lakini tunaomba utusaidie. Naweza kumwacha mke wangu kwa sababu yoyote? Yesu anaambia, ulimwengu mliopo sio ulimwengu niliokusudia mimi. Mimi Mungu kwenye ulimwengu niliokusudia sikukusudia hivyo. Mimi nimekusudia kusiwepo na kuachana. Sasa leo duniani watu wako interested sana na kuachana, na watu wanawekeza nguvu sana kuwa tayari kuachana, lakini wanachokisahau, kuachana sio kutatua mgogoro wa ndoa mlio nao. Kuachana kuna sababu zinazowapelekea mnaachana. Sababu zipi? Labda huyu mwanaume ni mlevi. Okay, mimi siwezi kukaa na huyu mwanaume mlevi, mimi naomba tuachane. Sawa. Je, kuachana ndo umemfanya asiwe mlevi? Maana mkitengana, je, atakuwa sio mlevi tena kwa sababu mmeachana? Hapana. Ataendelea kuwa mlevi? Ndio. Atafaa kuingia kwenye ndoa nyingine? Hapana. Lakini akikutana na mtu asiyemjua akaingia kwenye ndoa, bado atakuwa mlevi? Ndio. Je, tumetatua tatizo la ndoa? Kama sababu ilikuwa niyo, hapo tumetatua tatizo. Ndio maana Yesu anawaambia hivi, issue hapo sio taraka. Issue matatizo yanayowapelekea mfanye taraka, na matatizo mlionayo yanayowapelekea mfanye taraka ndio mnaopaswa mjifunze kuyarekebisha. Na mnajifunzaje sasa? Sikilizeni, rudini kwa Mungu mkajifunze ndoa inavyopaswa iwe, kwa sababu ndoa sio yenu. Yuko mwanzilishi wa hiyo ndoa.
Kwa hiyo usalama wenu ni ninyi kurudi kwenye ulimwengu wake Mungu alivyotaka, msiishi ninyi mnavyotaka. Mkiishi ninyi mnavyotaka, talaka itatokea. Mkirudi kwangu mimi Mungu, mkaishi nilivyoidesign ndoa, namna nilivyoitengeneza na inavyopaswa iwe, hamtaachana. Sasa uchaguzi uko mikononi mwako. Uko tayari kurudi kwenye misingi Mungu anavyotaka, au uko tayari kubaki ulivyo, kuishi unavyotaka, uendelee kuachana? Maana hautakuwa na kikomo cha kuachana. Na kuachana pia ni neno pana, kwa sababu kuna watu wanaachana kwa kupeana talaka, lakini kunao wanaoachana hawapeani talaka, wanaishi pamoja lakini wameshaachana, ila wako nyumba moja. Mwanamke yuko kwa ajili ya watoto, mwanaume yuko tu afanyaje, lakini wameshaachana, ila wanaishi nyumba moja. Kwa hiyo kuna external na kuna internal. Wako ambao wameachana kabisa na wanalile karatasi la mahakama, lakini wako wengine wanaishi nyumba moja ila walishaachana na hawafurahii ndoa, hawana amani, ila wanaishi siku ziende, na hawana kabisa hawafurahii walicho nacho. Sasa hebu turudi kwenye ulimwengu Mungu anaohitaji, tusiishi kwenye ulimwengu tuliopo. Ndio maana Yesu anawarudisha, anawaambia sikilizeni, kwani mwanzo ilikuweje? Rudini kwenye mwanzo ilivyopaswa iwe, huko ndiko kuna usalama. Na amesema kitu kizuri sana, nimekipenda. Anasema aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa mantiki hiyo, zipo ndoa zilizounganishwa na Mungu na zipo ndoa ambazo hazijaunganishwa na Mungu. Tayari tuko kwenye ulimwengu wa aina ngapi hapa? 2. Zilizounganishwa na Mungu hawaachani, zisizounganishwa na Mungu wanaruhusiwa kuachana. Hawa watu wakawambia Yesu, kwa hiyo Yesu, unamaanisha turuhusiwi kuachana? Ndio, hamruhusiwi kuachana. Okay, sasa kwa nini Musa alituambia tuachane? Yesu alisema neno zuri, fungu la 8. Naomba nilisome kitabu hicho fungu la 8. Yesu alisema neno zuri sana. Yesu akasema hivi, fungu la 8, kitabu cha Mathayo 19 fungu la 8. Akatoa jibu la kwa nini wanaachana. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa ya kuachana, sio Mungu. Narudia, akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Sasa wewe unayenisikiliza sasa, wewe unataka uwe kwenye kundi gani? Unataka uwe kwenye kundi tangu mwanzo haikuwa hivyo, au unataka uwe kwenye kundi la kuachana? Huu uchaguzi uko mikononi mwako. Ndio maana nilianza kuelezea maana ya kuchagua. Uchaguzi uko mikononi mwako. Je, unahitaji kuachana ama unahitaji kurudi mwanzo ilivyokuwa, kuto kuachana? Na ndio maana nafurahia sana siku hizi kuwafundisha vijana ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, ili kabla ya ndoa, rudi kwenye maelekezo kwanza. Ndoa ikoje? Mungu anatakaje? Hiko ndicho ambacho tunajifunza masomo hayo yote 16 mpaka 18. Tunajiandaa kujua Mungu anavyotaka, sio kukurupuka kuingia kwenye ndoa, kwa sababu leo duniani kuna ndoa zisizo sahihi, zipo. Maana Yesu hapa amesema aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Maana yake ndoa yoyote ile iliyofuata taratibu za Mungu, kuachana haiwezekani, maana Mungu anakuwa kati yao. Ndoa iliyoenda kinyume na Mungu, kuachana inawezekana. Kwa sababu gani? Mungu hawi kati yao. Sasa swali kubwa la kujiuliza, kipi ambacho watu sasa hivi wanapaswa kujifunza kitakachowasaidia? Kipi ambacho unakihitaji? Unahitaji kurudi kwenye ulimwengu wa Mungu. Na mimi nimeugawa mara 2. Takwambia hapa nimeugawaje. Kitabu cha Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Ndivyo Mungu alivyohitaji dunia yake iwe. Ukianza Mwanzo 3 na kuendelea, vile ambavyo Mungu hakuhitaji dunia yake iwe. Sasa nisikilize. Leo hii tuko kwenye Mwanzo 3 na kuendelea. Mwanzo 3 kuna matokeo yake. Ngoja nikupatie picha ili tuende vizuri. Mwanzo 3, ngoja nikuonyeshe matokeo yaliyotokea kwenye ndoa. Tokeo la kwanza. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Hii ni Mwanzo 3. Akasema,
Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Uoga, akajificha. Fungu la 11 akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uko uchi? Manake Mungu alivyomuumba hakuumba hivyo. Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Angalia alichojibu. Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Kwa hiyo ugomvi kwenye ndoa ukaanza. Mwanaume anasema no, shida hapa ni mwanamke. Ukienda fungu la 13, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka. Wanamlaumu tena Mungu. Mungu akaendelea mbele, niruke nianze fungu la 16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Kwa hiyo Mwanzo 3 tumeenda kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hiyo kuanzia Mwanzo 3 mpaka hivi ninavyoongea na wewe, tuko kwenye ulimwengu ambao Mungu hakuhitaji tuwe hivyo. Nikupe wazo ufikiri, kama ni mtu unayependa kujifunza. Kama wewe uko kwenye ndoa, unafikiri ndoa yako ulionayo sasa ni ya Mwanzo 3 na kuendelea, au ya Mwanzo 1 na Mwanzo 2? Maana ya Mwanzo 1 na Mwanzo 2 ni ndoa ya Mungu anayotaka iwe. Mwanzo 3 na kuendelea, kuna ndoa nyingi ambazo sizo za Mungu. Sasa ushauri wangu, tuna uwezo wa kuishi kwenye ulimwengu huu wa Mwanzo 3 na kuendelea, lakini tukaishi ndoa ya Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Na mimi niko hapa nikikurudisha kwenye misingi ya ndoa kulingana na Mungu alivyotaka ndoa iwe. Rudi kwenye ulimwengu wa Mungu ukiwa kwenye ulimwengu wa duniani, na una uwezo wa kuishi tofauti na wengine. Leo kuna watu wanaona fahari, wako wanaume kwenye ulimwengu tulionao, anaona fahari kuwa na mkewe alafu akawa na nyumba ndogo 2. Yaani ana mke nyumbani kazaa watoto 3, alafu ana mwanamke asiyojulikana 2. Na dunia imechukulia kwamba hivyo ndivyo tunavyoishi. Mwanaume huwezi kuwa na mwanamke mmoja bwana, maisha yako hivyo. Kwa leo utakuta mwanaume ana mwanamke anayefahamika, lakini ana wanawake wengine vichochoroni. Sasa huo ndio ulimwengu tulionao leo. Sasa Mungu anakuhitaji wewe unayenisikiliza sasa, ili uweze kuwa baba bora, ili uweze kuwa mume bora, ili uweze kuwa baraka, ili uyaishi makusudi ya Mungu, ili uweze kumpendeza Mungu. Mungu anakutaka ishi kwenye ulimwengu huu, lakini ishi kinyume na wanavyoishi wao. Unaishiji kinyume? Wewe rudi kuishi misingi ya Mungu anavyotaka. Kwa hiyo wakati wao wanafikiri mwanaume anapaswa kuwa na mkewe na wanawake wengine, we anza kuishi, mimi ni mwanaume ninayeishi kulingana na Mungu anavyotaka. Mungu anatekaje? Mwanaume mmoja, mke mmoja, watoto wetu, nitawekeza kwa watoto wangu, nitamlea na kumtunza mke wangu, nitaisimamia familia yangu, na kuhakikishia ukiamua kumuishi Mungu katika huu ulimwengu ulioharibika, Mungu anasema hivi, wewe utakuwa shahidi yake duniani. Utashuhudia kile alichokitaka kiwe, na kwa kupitia wewe jamii itajifunza. Sasa athari hizi zimetutesa, ni za zamani. Takuja kuambia somo la 11. Tamaduni zetu tulizo nazo, mila zetu tulizo nazo, jamii zetu tulizo nazo, tangu tukiwa wadogo, kuna vitu tumekuwa tukiaminishwa. Sasa usalama wetu sasa, kutokana na malezi na vitu tulivyoaminishwa, tunapaswa turudi kwenye misingi ya Mungu. Sio lazima tuishi kwenye ulimwengu huu tulionao sasa kwa taratibu zilizo kinyume na Mungu. Kumbe una uwezo wa kuishi ulimwengu huu wa sasa na ukaishi Mungu anavyotaka. Ndio maana leo, hata kama ni wachache, wako vijana ambao wataolewa na bikira zao. Kwa nini? Leo duniani wanaamini kabisa kijana wa kiume asipokuwa na mwanamke anaonekana ana shida. Lakini wewe unaweza kuamua kwamba sio mimi narudi kwa Mungu. Mungu anasemaje? Sitalala na mwanamke mpaka siku nitakapooa. Naishi hivyo. Ni aheri uitwe mshamba, mjinga, mzembe ukiwa umesimama kwenye njia. Ngoja nikwambie, hao wanaoishi hivyo, sehemu kubwa za maisha yao wanaishi na stresi. Zinakujaje stresi? Imagine akilala na mwanamke amezini kabla hajaoa, kalala na huyu, kesho kalala na yule, akilini mwake anaanza kuteseka. Hivi yule nilolala naye ni mzima? Hivi hajaathirika? Ataishi hivyo, na ataenda kupima, na atatakiwa apime kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo ataishi miezi 9 kwa stress akiwa hana amani. Lakini ukiamua kuyaishi makusudi ya Mungu, kichwa chako kinakuwa tulivu, akili yako inakuwa tulivu, unakuwa atipisi, hata uwezo wako wa kufikiri unakuwa tofauti na watu wengine wanavyofikiri.
ninakuomba ishi kwenye ulimwengu huu tulionao sasa, lakini wewe ishi kwenye ulimwengu ule Mungu anaohitaji. Wakati leo watu wanaishi kinyume na Mungu, wewe chagua kumuishi Mungu na utakuwa baraka, na utaona fahari ya ndoa, na utaielewa ndoa na kuifurahia, kinyume na wanaojitesa kwa kuchagua kwenda kinyume na Mungu. Somo la 11 tutaangalia kati ya Musa na Mungu, yupi tumsikilize? Usipange kukosa somo la 11. Asante.